limekwama wapi? Nimeshapewa kila kitu, yani na maana wizarani huko Dodoma huko. Hebu njoo hapa uonane na katibu tawala, ataongea na katibu tawala. Unaenda Dodoma kwenye bajeti, ulibebe na hilo, ujue imekwama wapi, tumsaidie huyu mama. Chukua na mawasiliano yake, unavorudi toka Dodoma urudi na jawabu hilo. Aya, Charles Moshi Kusima, Charles Charles sema alisimamishwa mshahara. Hebu wewe uje uonane na naibu waziri wa fedha hapa. Mpeni naibu waziri wa fedha. Charles huyu aje amuone naibu waziri wa fedha hapa. Pia na huyu bwana Ali Omari, swala la mafao, na wewe la mafao njoo muone naibu waziri wa fedha hapa. Aya, Fimbo Jeremia, kutolipwa fedha za matibabu kutoka mwaka 2017 hadi leo anadai kiasi cha shilingi milioni 2,310,000 kwa mkurugenzi wa manispaa, ambapo alienda kutibiwa hospitali ya Bugando. Inaonekana huyu ni mfanyakazi ama Fimbo Jeremia Kashilimbi. Yuko wapi Fimbo Jeremia? Ni yupi? Yupo? Anakuja Hebu aje tuambie hii ni nini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze, pole na kazi. Naitwa Mwalimu Fimbo Jeremia Kashilimu. Nina changamoto ya afya ya ngozi. Nilienda kufanyiwa operation hospitali ya rufaa Bugando mwaka 2017. Sasa nilipomaliza hivyo matibabu nilijihudumia mwenyewe pamoja na bima, kwa sababu matibabu yangu yalikuwa ni ya kibingwa. Sasa changamoto yangu iliyopo, maana yake nileta dokumenti zote, nikafuata taratibu zote, nikawa nimeandika barua ya kuomba kulipa zile gharama za matibabu na mwajiri wangu. Sasa changamoto iliyopo kwamba haya, mkurugenzi, hili silipo kisheria, mkurugenzi wa manispaa, silipo kisheria hili. Ndiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, liko kisheria. Sasa mnamlipa lini? Milioni 2 tu toka 2017. Na nikiri pia na naumwa. Okay, namfahamu, uje ofisini kesho tuweke utaratibu. Pia changamoto nyingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipende kuongea kwa niaba ya walimu. Walimu wa manispaa ya Mpanda tunapata malipo ya likizo nusu. Sasa sijajua kama mimi naondoka na familia yangu labda kwenda Mwanza Simiyu, ninapewaje hela nusu? Na ninalipwa. Haya, nimelipokea hilo. Naibu waziri wa TAMISEMI yuko hapa, watakapoanza kujibu hata nani. Kesho uende upewe hiyo milioni 2.3 yako. Haya, nimepokea hoja mbili ya Rehema Meshak. Huyu anasema alifukuzwa kazi bila kusikilizwa.
Hebu huyu naye mwishoni utaonana na naibu waziri wa TAMISEMI. Msaidieni atakapopenya akishasogea hapa aonane na naibu waziri wa TAMISEMI. Ednes Emmanuel, mtoto hajapokelewa sekondari ya Kashalili kwa kukosa michango. Nani kasema mtoto akikosa michango asipokelewe shuleni? Afisa elimu yuko wapi? Afisa elimu yuko wapi? Huyo ni nani? Afisa elimu, hebu sogea tuambie, ni mtoto wa shule ya msingi sekondari? Huyu mtoto alikuwa anasoma shule ya msingi ya Katavi, akapata ufaulu wa kwenda sekondari ya Rungwa. Sasa alivyoenda sekondari ya Rungwa, ikabidi mimi kama mzazi naishi mbali, kwa watu wanaojua Nangelo, kutoka Nangelo kwenda shule ya sekondari ya Rungwa ni kilomita mbali sana. Nilienda nikamuomba headmaster wa Rungwa, akanipa barua ya kuhamisha mtoto. Nikaenda kuomba sehemu ya sekondari Kashaulili, ambapo ni karibu na mazingira ninapoishi mimi, kilomita 2. Nilivyoenda shule ya msingi sekondari ya Kashaulili, nilimuomba mwalimu, nikampa ile barua. Alipochukua ile barua, aliniambia, we mama, ili mtoto wako apokelewe shuleni, naomba utoe 50,000. Nikamuuliza 50,000 ya nini? Akanambia hivi, anatakiwa kuja na dawati shuleni. Nikamwambia mimi hapa nilipo sina uwezo, hata huduma za mwanafunzi ninayemsomesha yuko chuo Kinondoni, anasomea chuo cha NIT, anamaliza diploma mwezi wa 8, namsomesha mimi kama mwanamke. Hebu naomba mnisaidie huyu mtoto anze shule ili mnidai deni. Mwalimu alikataa. Akanambia nakupa miezi. Afisa elimu yuko wapi? Kwa sasa mtoto yuko wapi? Mtoto yuko nyumbani, hajaanza sekondari. Elimu, unalijua hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, silifahamu, ndo namsikia hapa. Ninyi watoto ambao hawaendi shuleni hamfuatiliaje ana shida gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafuatilia. Sasa huyu mwezi huu wa 3 sasa hayuko shuleni, nyie hamna habari? Kuna wengi ambao tunaendelea. Ninyi hamuoni aibu kwamba kila mwezi mnapewa fedha ya elimu bila ada, afu kuna watoto wanakosa masomo kwa sababu ya mchango? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata mimi nasikitika, manake hili liko ndani ya uwezo wangu, nitakiwa kuwa nimelifanya. Ninyi taarifa za shule mnazipokea kwa muda gani? Wanafunzi wanaoripoti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kipindi wanatakiwa tulifungua shule tarehe 13 mwezi wa 1, na mwisho watoto kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 3. Kwa nini hamshtuki mwezi wa 3 sasa huyu mtoto hajaenda shule? Na anataka, huyu sio mtoro, anataka kwenda shule, ninyi ndio mmemkataa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndo nimelisikia hapa, naomba nilifanyie kazi. Ninyi utaratibu wenu wa kupeana taarifa ukoje? Inaonekana alipofika huko shuleni, baada ya kupewa majibu ambayo hayaridhisha, kuja ofisini kwetu. Hebu muite huyo mwalimu wako, huyo mwalimu wa hiyo shule aje aeleze.
Katibu tawala, nani huwa anateua walimu wakuu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa wakuu wa shule za sekondari wanateuliwa na katibu tawala baada ya kupokea mapendekezo kutoka kwa wakurugenzi wa halmashauri zetu. Muitishe huyu kwa uzembe huu, mtoto haendi shule na yeye anaendelea na maisha na analipwa na serikali, umchukulie hatua. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, we mama, hebu onana na katibu wangu, yule mtoto anayesoma NIT nitamlipia mpaka amalize hiyo diploma. Haya, hapa hatujaenda yale ya ardhi, yapo kama hatujasoma tutayafikia. Dorothy Mwanyingi anaomba kulipwa fedha ya WFC baada ya kuumia. Hii na wewe njoo muone naibu waziri wa fedha pembeni hapo. Alipata ajali ya treni, anadai fidia. Madai ya malipo ya haya ili la fidia, na wewe tunakuomba muone naibu waziri wa fedha atakuongoza ili iwafikie wanaohusika. Binwel Siame, huyu anadai pesa za ujenzi na stationery kwa taasisi za umma. Takriban milioni 690. Huyu kwa sababu haujataja ni taasisi ipi, utaonana na katibu tawala na wewe. Hebu sogea uonane na katibu tawala, atalisimamia jambo lako. Haya, tumepokea jambo la kero ya samaki. Hii imetoka kwa Happy. Mheshimiwa naibu waziri, utakaposimama litafutie maelezo, utakaposimama ulitolee ufafanuzi. Kuna hili pia la kusimamishwa uongozi kwenye kikundi, hebu litafutie undani wake na lenyewe utalitolea ufafanuzi. Haya, kuna kiinua mgongo kwa huyu John Zablon Makala. John Zablon Makala uko wapi? Makala. Bwana Mbiwe. Iza bwana galaliza. Iza mpola za ntondo. Iza bwana karibu ukolewe. Songela nakuona. Songela nyane kuna Makala bwana Paulemo. Ndugu na nkulu. Nzona kuligwe. Haya songela. Nkite matatizo. Uwekuwadu hata Kifaransa kikyo sawadu. Basi naona nisome malalamiko ya kupunjwa. Nimepunjwa kinywa mgongo. Wapi? Hapa kwa mkurugenzi huku Mpimbwe. Mpimbwe. Mkurugenzi wa Mpimbwe yuko wapi? Mkurugenzi wa Mpimbwe unampunja mpaka Makala? Alipunja. Msomi ile ngumu wananisumbua sana. Mkurugenzi wa Mpimbwe. Mkurugenzi yupo Hebu ameshakuja mkurugenzi au tumuite mkuu wa wilaya atusaidie? Amekuja mkurugenzi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkuu wa wilaya tusaidie jambo hilo. Naomba angalia ni kiasi gani, tuambie tunalifanyaje. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maelekezo yako naomba nizungumze naye pembeni ili nimsikie. Hebu ipate hiyo
Asante. Sampo. Atarudi kujibu hapa hapa. Ongea hapo afu tuambie mnamlipa lini. Haya, Noel Jackson anaomba msaada. Huyu tunaomba usogee kwa makatibu. Leonida John Mwenda Pole. Hili ni jambo la amezulumiwa shamba. Amezulumiwa shamba. Hebu Leonida yuko wapi? Kama yuko karibu atuelezee jambo hili lilivyo. Leonida kama yuko karibu atuelezee. Wakati huo huo changamoto ya leo Kweka, changamoto ya madai usambazaji wa vifaa kwa ajili ya ujenzi wa tenki la maji Ugala. Huyu leo Kweka yuko wapi? Naye asogee. Leo Kweka yuko wapi? Haya, Leonida endelea kuongea. Alafu William Sebastiano huyu ameomba msaada, asogee kwa katibu. Aelezee msaada anaohitaji. Baba, nashukuru sana kunitaja. Nashukuru sana kunitaja. Kero yangu ni hii. Nimezulumika shamba na mzazi mwenzangu. Amenizulumu shamba, alafu akanizunguka. Akaniandikia tukaandikiana kwa wakili. Na mashamba ni mawili. Liko shamba la Mnyamasi na shamba la Kakesi nani huku. Shamba la Ikaka. Haya, huyo yuko wapi yeye? Yuko nyumbani. Mkai pamoja. Hiyo ni wilaya gani? Ni hapa mjini? Ya Ikaka ni kona Mnyagala. Hii ni Tanganyika. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tanganyika, hebu lichukue hilo na hebu muelezee vizuri ili huyu mtu atafutwe. Amejigawia na ameondoka na tunasikia ameuza. Hebu atafutwe ili ufuatilie mwenye haki ni yupi. Tumia wazee wa jadi wanajua hayo maeneo na viongozi wa ngazi za huko ili haki iweze kutendeka. Haya, leo Kweka amepatikana? Amepatikana leo? Hebu tuambie likoje hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, heshima yako kwanza. Asante sana. Mimi ni muuzaji wa vifaa vya ujenzi katika wilaya ya Mpanda. Mkandarasi anayeitwa Dunga alipewa kazi ya tenki la maji Ugala. Nikampa vifaa vya ujenzi na baada ya hapo akatoroka. Nikaenda mahakama ya mwanzo, mahakama ikaruhusu muasa wanilipe. Ndio nimekuja kuomba kwako mheshimiwa. Kwa sasa liko level gani? Liko muasa kwa maelekezo ya mahakama, walishapewa barua ya kuzuia malipo ya mkandarasi kwa sababu alishakimbilia Dodoma. Alishatoroka hapa. Na mradi alishamaliza? Hiyo muasa ndio anafahamu mheshimiwa. Meneja wa maji wa mkoa, hebu tuambie malipo ya ndugu yetu na huyo mkandarasi.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli deni hili tunalitambua na mkandarasi huyo bado hajamaliziwa malipo yake takriban milioni 100, na pindi ambapo hela zitakapokuja basi tutalishughulikia deni lake, lishafika ofisini. Sasa kwa nini hamjasainiana na ndugu ajue kwamba ile jambo mmeshalijua? Of course yeye hakuwahi kuja ofisini, alikuwa iletwa barua ya mahakama tu, lakini tulichukulia hiyo barua ya mahakama kama kigezo cha kukata hiyo fedha. Haya, andikishianeni na ndugu hapo kwamba hiyo fedha ikija mna deduct, mnapunguza, mnalipa fedha yake kutoka kwenye hiyo fedha ikija. Sawa Mheshimiwa. Fedha inakuja kutoka serikali kuu? Fedha inatoka hazina hii. Haya, ikija fedha mlipeni, msimfilisi, mlipeni mkandarasi aendelee na kazi zake. Sawa Mheshimiwa. Wao ndugu Kweka, mfanye kuandikishiana ili fedha ikija hiyo wakati. Tumia hiyo oda ya mahakama. Haya, ndugu Taudesia, naomba msaada huyu naye aonane na katibu pale ili tujue msaada anaohitaji. Marilyn Mbilo anahitaji kulipwa fidia ya eneo lake. Marilyn Mbilo yuko wapi? Kama yuko karibu asogee. Kuna mwingine ambaye nimeshamuita ambaye hajaongea? Haya, Marilyn Mbilo asogee hapo. Haya, hizo fidia barabara mpeni naibu waziri wa barabara, atazitolea ufafanuzi. Elizabeth Kazumba. Elizabeth Kazumba. Haya, Elizabeth Kazumba, hebu tuelezee. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninakushukuru kwa uwepo wako baba. Mnamo mwaka 2018 mume wangu mimi ni fundi. Tulibebwa na mkandarasi anayefahamika kwa kampuni ya Mbuya. Alitubeba akatupeleka Kigoma kwa maana hiyo kwenda kufanya mradi wa tenki la maji. Mume wangu alifanya hiyo kazi baba asubuhi mpaka usiku, ni tenki la bilioni 1 na mapointi. Mkandarasi huyo tulikaa mimi na yeye mkandarasi na mume wangu na mke wa mkandarasi, tukakaa kama familia. Akadai kwamba kazi hii ikiisha nitawalipa shilingi milioni 15. Aya, kazi iliisha, wanakijiji wa Kalinzi Kigoma wakawa wanapata maji. Walipokwisha kupata maji akatutumia nauli, akasema rudini Mpanda tuje tufanye malipo. Baba, tulirudi hapa Mpanda, hatukupata malipo yoyote. Yuko wapi wewe mkandarasi? Yuko hapa amepewa tenda ya barabara ya kutoka kiwango cha lami kutoka stendi kwenda kwa mkuu wa mkoa. Ni tangu mwaka 2018 baba. Tukimpigia simu mume wangu mpaka alikata tamaa. Nikamwambia huwezi ukakata tamaa kwenye haki yako. Tumeenda kuteseka kule, tunalala chini baba, Kalinzi kule mkoa wa Kigoma. Nikamwambia hivi, dai haki yako. Akasema hivi, huyo mkandarasi nikimpigia simu anadai kwamba nipeleke popote, mimi nafahamika. Baba, kunaogopa mtu anayefahamika na wewe ufahamiki sasa na kazi bure. Haya, leo wewe unafahamika, nitakupa namba yangu ya simu. Mkuu wa wilaya wa mjini hapa, hebu mtafuteni huyo mkandarasi leo hii. Aseme atalipa lini hiyo fedha, na ameshapewa kazi nyingine. Na nimeelekeza wakandarasi ambao wanakuwa ameshapewa fedha na serikali za miradi alafu wao hawawalipi subcontractors wao. Nataka wote tuwabaini. Na watu wa aina hiyo baada ya hapo tukishawabaini tutawa blacklist, hawatapata kazi nyingine yeyote ile. Wanaichonganisha serikali na wananchi. Serikali inakuwa imeshalipa fedha ya mradi wote, wao hawataki kuwalipa waliowapa kazi. Hebu onana na mkuu wa mkoa, onana na mkuu wa wilaya, onana na mkuu wa wilaya ya mjini, atafutwe huyo mtu. Hebu sogea hapo wewe mama, onana naye, onana na mkuu wa wilaya, huyo mtu atafutwe. Yusufu Maneno.
Mlima huyu ana ombi maalum, ana watoto wake. Hebu onana na makatibu wangu. Na yule mama wa ile shule alionana na nani? Yule mama alionana na nani? Yule mama wa mtoto wa NIT umeonana na nani? Hebu katibu gani amemwona? Haya, onaneni na huyu Yusufu pia. Haya, muoneni na huyu Yusufu. Yusufu akija onaneni naye. Haya, Cecilia Peter. Cecilia Peter yuko wapi? Cecilia Peter yuko wapi? Mkuu wa wilaya utanipa namba ya huyo mama. Haya, Cecilia, hebu tuambie, nasema eneo lako limeuzwa wapi? Nani kauza? Kutoka Kasomera. Nani kauza? Nani kauza eneo? Ameuza Kasote akishirikiana na mwenyekiti Hussein Kasomera. Mwenyekiti kijiji gani hicho? Tulieni. Mwenyekiti wa kijiji yupo. Hii ni kata gani? Kata ya Kashaulili. Kata ya? Hiyo. Diwani uko wapi? Mheshimiwa diwani, hebu tuambie hilo eneo. Sisi kule Usukumani pale kijiji chetu tulipo pale kwenye kile kijiji chetu huwa tunaita nchi hii. Kwa mama akisema ile ni kata, ile kijiji chake ni sawa. Sisi tunaitaga kile kijiji ndio unasema nchi hii. Kienda kijiji cha jirani unasema alienda nchi ile. Asante Mheshimiwa Waziri. Nimuuliza makala huko Wanyirambo anasema nchi hii. Ni kweli kumekuwa na changamoto nyingi kwenye mtaa ule. Unalifahamu hili jambo la huyu mama Mheshimiwa? La huyu mama hajaifika, japo nimepokea migogoro mingi kuhusiana na mwenyekiti wetu, lakini la huyu mama sijailipokea. Migogoro gani umepokea mwenyekiti? Kuhusiana na kuuza viwanja vya watu, kiwanja kimoja kinauzwa kwa watu 4. Yeye mwenyekiti anauzaje viwanja? Yaani hati moja, kiwanja kimoja kinaweza kawa na hati 4. Kwa nadhani mkuu wa wilaya alishaunda tume kwa ajili ya kufanya uchunguzi huo, na mpaka sasa hizi tunasubiri majibu kutoka kwa mkuu wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ili jambo la viwanja vingi la hichi kijiji na hizi tuma mmechukua hatua gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru. Huu mtaa wa Tulieni kata ya Nsemulwa ina changamoto za migogoro ya ardhi, na migogoro hii Mheshimiwa Waziri Mkuu ilijitokeza mara baada ya wananchi kuridhia pamoja na kampuni ya upimaji wapimiwe viwanja. Kwa hiyo katika kutoa viwanja wapo wananchi ambao hawajapata viwanja, lakini wapo wananchi ambao waligaiwa viwanja mara 2, lakini pia kuna maeneo ambako hii kampuni walipima kwa ajili ya maeneo ya taasisi za umma na yale maeneo yalikuwa na wamiliki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na hiyo changamoto tuliunda tume ambayo iliweza kubaini baadhi ya changamoto ambazo zilisababishwa na mwenyekiti wa mtaa, ikiwemo kuchukua fedha kama 400,000 kutoka kwa baadhi ya wananchi, lakini pia kamati ambayo ilikuwa inahusika na ugawaji
zimeundwa kamati 2 pale na wananchi, na sasa hivi kuna kamati ya 3. Kamati zote 2 na zenyewe hazikufuata utaratibu ambao walikuwa wamekubaliana, kwa maana hizi kamati pia walikusanya fedha keshi kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na changamoto hiyo, yapo ambayo tumeelekeza kampuni waweze kufanya, ikiwemo kuhakikisha wananchi wanapata fidia kama walivyokubaliana, lakini pia upande wa wananchi walikubaliana 40 kwa 60. Baadhi ya wananchi bado walikuwa hawajakabidhi vile viwanja ambavyo vilipimwa, ili vile viwanja wakabidhi kwa kampuni, ili vile viwanja viweze kulipa baadhi ya wananchi fidia, ikiwemo waliopisha kwenye maeneo ya umma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa tunaendelea na mchakato huo wa kuhakikisha wananchi ambao wanadai hii kampuni fidia, wanadai viwanja, waweze kulipwa viwanja vyao, lakini wale ambao wanadai fidia ya viwanja kwenye maeneo waliopisha taasisi za umma waweze kupewa, lakini pia na upande wa wananchi waweze kukubali kuachia vile viwanja ambavyo walikubaliana na kampuni, ili mgogoro uweze kufika mwisho. Sasa kama wananchi walikuwa na maeneo yao, wasiyachukue maeneo kabla ya kulipa fidia. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Diwani, mkuu wa wilaya atakuja tena kwenye eneo lako hilo. Maelekezo yako hivi: ndio Mheshimiwa, wananchi wasinyang'anywe maeneo kabla hawajalipwa fidia zao. Kwa hiyo na huyo mama shamba lake apewe mpaka watakapokuwa yamelipwa fidia. Nimepokea kwa utekelezaji Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mama, si unalijua shamba lako lilipo? Wakurudishie mpaka watakapolipa fidia. Mkuu wa mkoa, fuatilia huo mwenendo wa huyo mwenyekiti. Kama kweli ukibaini hivyo kwamba kweli kuna eneo moja linauzwa kwa watu 4 na utapeli huo, muondoe. Hilo linaangukia ndani ya mamlaka yako. Ondoa, tafuta mtu mwingine, fanya utaratibu. Hata kama ni serikali nzima ya kijiji inafanya utapeli, futa yote. Hatuwezi tukawa tunagombanishwa na wananchi kwa jambo la mtu mmoja kwa maslahi binafsi. Unaenda ufuatilie hiyo kijiji hiyo, ukikuta hizo tuma zinathibitika, chukua hatua, ondoa, safisha wote hapo. Haya, nimesikia kutoka kwa Neema Yakobo Kidima kero ya wachimbaji wa madini. Nimeshaelekeza Mheshimiwa Waziri wa Madini atakuja. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, chukua mawasiliano ya mwananchi wako, Mheshimiwa Mbunge wa Mjini, siku Waziri wa Madini akija, hakikisha mwananchi na yeye aonane na Mheshimiwa Waziri. Tunakuomba Mheshimiwa Mbunge umkumbuke huyo mwananchi wako siku hiyo waziri akija, ili jambo liweze kutatuliwa. Martha Kalifumu kudhulumiwa shamba na mjomba wetu. Martha yuko wapi? Aya, huyu Ramadhan Muhozia, ili la madai dhidi ya bonde la Ziwa Rukwa. Muhozia yuko wapi? Muhozia yuko wapi? Aya, na yeye asogee. Nadhani Martha, hebu tuambie wakati Muhozia anakuja. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa nafasi ya kuweza kutoa kero yangu. Kwa majina naitwa Martha Dominic Kalifumu. Tuna eneo la shamba lililopo maeneo ya Kalofwesi. Hayo maeneo walinunua mama yangu Edgarda Daudi Katabi na marehemu mama yangu Magdalena Baruti. Walikuwa na mashamba kule. Sasa baada ya marehemu mama yangu Magdalena Katabi kuondoka,
alimkabidhi babu yetu aweze kulima lile shamba Kalofwesi. Wakati huo huyo mjomba wetu alikuwa anafanya kazi Lelwe kilomita 79 kule. Sasa baada ya kustafu amerudi na kuweza kutunyang'anya hayo maeneo ekari 10 kule Kalofwesi. Na sasa hivi ninavyoongea hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaka yake ambaye anaitwa Beda Daudi Katabi ambaye anatusimamia kulifuatilia hilo shamba yuko mahakamani sasa hivi hapa ninavyoongea, pamoja na kaka yangu Bernard Kalifumu wako mahakamani muda huu. Jambo liko mahakamani bado? Hilo jambo halikuwa mahakamani, lilikuwa limeanzia serikali ya kijiji Kalofwesi kwa barozi, kwa mwenyekiti. Walipoenda kupewa mipaka ili waonyeshane mipaka, yule mjomba wetu akawa ametoa taarifa polisi, na polisi wakawa wamekimbia kule kwamba wamefanya fujo mbele ya viongozi, wakawa wamekamatwa Jumamosi na kuletwa kituo cha polisi. Nani aliyekamatwa? Amekamatwa kaka yangu Bernard Dominic Kalifum na mjomba wangu Beda Daudi Katabi, akishtakiwa na mdogo wake Pius Katabi. Ameshtakiwa kwa sababu gani? Kwamba amefanya fujo kwenye lile eneo la shamba letu, wakati yeye alikuwa sio mmiliki wa lile shamba. Mheshimiwa, mna nyaraka? Nyaraka zipo na ushahidi upo, ambaye baba yetu mzee Baruti ndio shahidi wetu wa kwanza ambaye alinunua na kule mashamba Kalofwesi tukiwa nao kule na wazazi wetu. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa uweze kutusaidia, kwa sababu huyu mjomba wetu umefika mahali anamtishia maisha mjomba wetu ambaye ndio huyo Beda Daudi Katabi, asikanyage eneo hilo pamoja na nyumba ya Kashaulili. Kwa hiyo Mheshimiwa, tunaomba msaada wako uweze kutusaidia. Haya, sasa kamanda wa polisi tumeshauriana na mkuu wa mkoa hapa. Hebu kwanza muwatoe wale ndugu waliokamatwa, alafu kesho waje kwa wote na wewe na ule upande mwingine, kesho mje kwa mkuu wa wilaya. Sasa nyie ndugu mnagombana mpaka undugu unataka kufa. Mje kwa mkuu wa wilaya na wale walio wakamatwa waachiwe. Mkuu wa wilaya wafuatilia nyaraka zote kujua ukweli na haki iko wapi. Haya, mzee wetu nani majina? Muhozia. Nani majina? Ramadhani Nasoro Muhozia. Muhozia ni mzee wetu huyo. Tuambie mzee wetu. Tatizo. 1919 mpaka na 20 mimi nilikuwa mkulima mzuri wa miwa pale Bwawani kwa miaka ya nyuma mpaka 18. Walipokuja hawa ndugu zetu wa bonde hawa, walikuja kwa kweli wakatumia nguvu kubwa za kuniondoa mimi pale, niache vitu vyangu vilivyokuwa viko pale. Mimi vitu nilivyoviacha pale, shamba langu lina hekari 2 tu. Sasa pamoja na miwa heka 1.5, alafu mboga za majani hizi nusu heka, migazi, miembe, mipera, jumla kuu ya miti ni 20. Haya, watu wa bonde la Rukwa, kuna mwakilishi? Ninyi mnamuondoaje mzee ambaye alikuwepo tangu mwaka 1919? Nyie wote bonde mlikuwa mjazaliwa, mnamuondoaje bila fidia? Mtu wa bonde, lini mnampa mzee fidia? Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu mzee kweli namfahamu, alifika ofisini kwangu, lakini eneo analolizungumzia ni lile ambao mradi wa mji 28 ambao unachukua maji kwenye bwawa la Milala. Ndio najua ni chanzo cha mradi wa maji. Ndio tulifanya, lakini kwa sababu eneo lake anatakiwa alipwe fidia. Lini mnamlipa fidia? Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitoe maelezo kidogo kwa kuhusiana na swala hilo.
Eneo lile tulifanya fidia, tulifanyika uthamini kwa watu 568. Kati ya watu 568, eneo ambao lililipwa fidia ni wale wananchi ambao eneo lao lilikuwa nje ya mita 60 kwa mujibu wa sheria. Sasa eneo la mzee Ramadhani hapa nilifika pale nikamwelekeza, nikamwambia utaratibu jinsi ulivyo, kwa sababu eneo lake lipo katikati ya mkondo wa maji kabisa, ni ndani ya mto. Kwa hiyo mwambie kwamba yani watu wote ambao wako ndani ya mto mita 60 hawakulipwa fidia, na wote kati ya 568 ambao eneo yao yalikuwa yameangukia ndani ya mita 60 hawakulipwa fidia. Yaani ukimwangalia umri huyo mzee unaona kwamba mzee alitangulia mipango yenu. Ndiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndio hivyo. Ndiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Au ukiangalia common sense, huyo mzee alitangulia mipango yenu. Ndiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa bwana, hebu kaeni na watu wa wilaya. Mkuu wa wilaya yuko wapi? Na mtu wa ardhi na watu wa ardhi. Na afisari ndio wewe hapo. Mtafutieni mzee fidia ya mbadala wa shamba la kulima ili tumalize hiyo kesi, kwa sababu ukiangalia umri wake katangulia hii mipango yote. Inawezekana yeye kwa wakati ule wanahamia kwenye hayo maeneo, hatukuwa tumepanga kwamba hiki ndio kiwe chanzo. Ndio hivyo. Tuipokee Mheshimiwa Waziri Mkuu. Si unaona umri wake? Hebu niambie. Vingine inabidi tutumie uongozi, tutumie na busara tu kwamba huyo ni mzee, sasa tunafanyaje hivi? Na kwamba alikuwepo hapo. Ndio hivyo. Ninyi mtasema mpango mji, mmekuja mpango mji, yeye yuko hapo. Na usikute hata hiyo sheria ya mabonde imetungwa, yeye yuko pale. Kwa hiyo hebu mkuu wa wilaya, watu wa bonde pamoja na watu wa ardhi, kwa kutumia mafungu yenu ya dharura, tafuteni namna ya kumfuta machozi na jasho mzee huyo, na ni mzee wetu. Basi tumalize kesi hiyo kwa namna hiyo. Mkuu wa wilaya, utanipa mrejesho, mmeliamriaje hilo? Tafutiwe eneo mzee, tumalize kesi yake. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hauogopi? Alikuwepo tangu mwaka 1919. Mkurugenzi, si ni sawa bwana? Mkurugenzi wa bonde, si tumeelewana? Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya basi, tusaidie vingine tunafanya uongozi kwa wazee wetu kama hao. Nashukuru. Haya, Dutu Magiri, kudhulumiwa shamba pamoja na nyumba. Dutu yuko wapi? Huyu anasema alishashinda na kesi lakini hajakabidhiwa. Yuko wapi Dutu? Alafu muulizeni na yule mama kama tumemuita kwa ajili ya kuongea ili naye tumsikilize, huyo aliyepo hapo. Dutu yuko wapi? Muulizeni mama kama tumemuita kwa ajili ya kuongea. Kama mmemtafutia kiti kwenye kivuli basi sawa. Dutu yuko wapi? Aya, Rogers Laurenti, yeye Kayanda aliuziwa kiwanja na mkuu wa wilaya aliyepita wa Mpanda, eneo la Mpanda Girls. Haya, Rogers naye kama yupo asogee. Dutu na Rogers kama wapo asogee. Siwa Credo amezulumiwa mali na mume wake. Siwa Credo naye kama yuko karibu asogee. Haya, Revocatus Mangapi ameshtakiwa na kubambikizwa kesi ya kuvamia eneo la kijiji. Haya, Revocatus na yeye asogee. Noel Agustino, mgogoro wa ardhi. Bwana Noel anaomba kusaidiwa eneo lake la eka 2 ambalo
limechukuliwa na Bwana Laurent. Haya, Noeli Agustino na yeye asogee. Huyo Noeli Agustino. Benazer Minanzi kuchukuliwa eneo lake la shamba kata ya Irembo kijiji cha Msanga, eneo lake limechukuliwa na yeye atatuambia, asogee. Scholastica kuchukuliwa kwa vitu vya ndani na mume wake, hebu na yeye asogee atatuambia. Wameshasogea, labda tuwasikilize, tupunguze watu. Hebu tuanze na mmoja baada ya mwingine. Mimi Melesiana Funga Mbegu, nimetokelea hapa Nsemulwa. Nimezulumiwa eneo na waalizi. Hilo eneo tulikuja bado tuko wadogo, kuanzia mwaka 40 tuko wadogo, lakini nimekuja kuzulumiwa eneo na waalizi. Eneo kaliko baki nikakauza. Nilivyouza na ubovu wangu macho sioni, miguu yote yamesha kufaga ganzi, lakini nilikuja kupata hizo ako kwa kiwanja nilivyokauza, nikamuuzia kwa 300,000, lakini walikuja waalizi wakasema, we kijana, bomoa hii nyumba. Alikuwa amemaliza kabisa, atibomoa hii nyumba ili eneo sio la yule bibi. Mimi wakanileta mpaka mahakamani. Uko mahakamani nikalipa 300,000, zitaka ziende zikanisaidie macho na miguu. Haya, kwa hiyo ilishaisha, ulishalipa? Nilipa wapi? Eneo langu wamesianyang'anya lote, sijajenga hata nyumba hata moja. Nimetoka huko ardhi walivyoninyang'anya, kila hapo ninapokwenda naomba msaada wananikatalia. Ninyi watu wa ardhi, bibi mmemnyang'anya eneo lake na ameenda kulipa 300,000. Hebu tuambie afisa ardhi, unalijua hili? Na yuko hapo tangu mwaka 40. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili swali ndo nimelipata hapa, na sisi hata juzi wiki iliyopita tulikuwa na kliniki, wiki 2 zilizopita za ardhi, lakini bahati mbaya bibi yetu hatujai kumwona. Sasa sijui alichukuliwa ni muda gani. Bibi amesha katibu yuko wapi? Mtafute rei ampe bibi 300,000 yake huyo. Alafu mtafuatilia hiyo ya hiyo eneo lake. Awepo anayemsaidia basi amsaidie. Asante. Haya, Arun John aongezeke hapo. Haya, mpatieni mwingine aliyeko karibu. Angalia huko. Shusha fimbo. Haya. Mimi mbovu. Hii nakushikia. Fimbo. Acha tu, hii nakushikia. Mimi Ndutu Magiri nilishinda mahakamani, nikapewa nyaraka za kwenda kukabidhiwa shamba langu Nsimbo. Ulishinda mahakamani ukapewa nyaraka za kwenda kukabidhiwa shamba. Mtendaji akawa magoma mpaka miaka 2. Anagomaje na mahakama imeshaamua? Sasa sijui, lauda mtamuuliza yeye. Mkuu wa wilaya Nsimbo. Nsimbo yuko kwako. Huyu mtendaji wako anagoma kumkabidhi mzee wakati mahakama imesema akabidhiwe. Sasa utamtuma OCD aende na nyaraka hizo na mwanasheria wazipitie ziko sahihi, aende wamkabidhi shamba lake. Kwa hiyo hebu pateni hizo nyaraka, mwanasheria wa wilaya zipitie, zimenyoka, ni maelekezo ya mahakama yamenyoka, yako hivyo hivyo. Pelekeni kamanda wa polisi akamkabidhi hilo shamba. Dawa ya watu wanaotumia kiburi kuumiza wenzao wanaowaona wanyonge ni hiyo. Serikali lazima ilinde haki za wanyonge.
na yule mkandarasi aliyekuwa anamwambia yule mama huna pa kutupeleka, mwambie mmeshapata pa kuwapeleka watu wenye viburi vya aina hiyo. Haya, anayefuata. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi naitwa Logasio la Hoteli Kayanda. Niliuziwa kiwanja na afisa ardhi anaitwa Iximu mwaka 2017. Lakini baada ya hapo 2018 bahati mbaya yule afisa ardhi alifariki. Baada ya kufariki hawa wa chini yake walibaki wakauza kile kiwanja kwa mtu mwingine. Toka hapo nimefuatilia mpaka leo sielewi hatima yangu ikoje. Afisa ardhi, tuambie, ofisi ya ardhi ni ofisi, hata kama alishahama aliyeuza, huyu ndugu amenunua kiwanja rasmi ofisini kwa kufuata taratibu za kiofisi, lakini amekutana na matatizo. Hebu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la huyu bwana nishawahi kulipata, nikajaribu kufuatilia, na hatua niliyochukua ya kwanza ilikuwa ni kutafutia kiwanja kingine. Nilimtafutia maeneo ya Ilembo, ila huyu bwana naona hajaridhika na hicho kiwanja. Kwa hiyo naomba nimtafutie eneo sehemu nyingine. Hebu ndugu, umeshapata hiyo habari bwana kwamba umetafutiwa kiwanja eneo lingine? Mheshimiwa, sikulizika na sehemu ambayo alinipeleka. Basi kaa pembeni, kesho tukishamaliza ziara atakutafutia kuonesha sehemu nyingine. Haya, anayefuata kuna Menge Kombe Mohamedi, madai ya viwanja vyake viwili. Alilipia eneo hilo na risiti akapewa. Menge Kombe Mohamedi, uko wapi? Asogee wakati huo tunamsikiliza binti yetu. Asante ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi kero yangu mnamo tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mume wangu alienda kwa mama mmoja mtaa wa Simba, akafika akamwambia kwamba naomba uniazime 500,000. Yule mama akakataa, akasema kwamba mwaka majuzi ulinisumbua, naomba ukaje na mdhamini. Aliporudi pale nyumbani akafika akaniambia